Tuko katika sehemu hii ya 7. Simulizi hii inaitwa Ukimaliza Funika, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Nambari zake za simu ni 0717 924 403, na mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita, sehemu ya 6, tulipokuwa tumeshia, ilikuwa ni pale ambapo kila mmoja alikuwa ameshuhudia uchafu wa Bwana Masudi pamoja na Salma pale ofisini. Sebastian mpenzi wake na Salma alikuwa ameshuhudia kila kitu. Hata Ariana mpenzi wake na Masudi pia alikuwa ameshuhudia kila kitu. Je, ni kitu gani kitaendelea? Ni mtihani mwingine tena kwa Ariana. Yuko ndani ya Dar es Salaam, hana ndugu yoyote wala hana nauli yoyote, na baba yake mzee Sinyango alikuwa na mgonjwa, yuko Mafinga. Karibu sana katika sehemu hii, ni sehemu ya 7. Yaani kiukweli kabisa, wanawake ni watu wa ajabu sana. Yaani mambo yote niliyomfanyia bado akanisaliti, na mbaya zaidi anafanywa kabisa mapenzi kinyume na maumbile. Alizungumza pale Bwana Sebastiani kwa sauti ambayo ilikuwa ni yenye machungu ya kusalitiwa. Wakati ule tayari Ariana alikuwa ameshawakaribia. Hivi huyu mwanamke anavyomuona ni mzima kweli huyu? Aliuliza pale Sebastiani, na huku alikuwa anamtazama tu Ariana, huku alikuwa anazidi kusogea upande wao. Yuko vizuri kabisa mbona kaka? Na tena nimeshakumbuka, huyu ndiye mwanamke ambaye alimpigia jana simu pale mgawani, na Masudi akamzimia kabisa simu, maana nilisikia kabisa alikuwa anamtaja kwa jina. Alijibu vile huyu kijana, na wakati ule tayari Ariana alikuwa ameshafika usawa wao. Ni kama Ariana aliweza kuwakumbuka vizuri hawa watu wawili, kwa sababu aliwafuata mpaka pale walipo na kisha kuwasalimia tena. Habari za saizi yake na kaka? Alisalimia vile Ariana, ambaye huyu sasa alikuwa anajitahidi kuficha hali yake ya kilio ambayo alikuwa nayo. Salama tu, vipi umeshamwona mchumba wako? Aliuliza vile Bwana Sebastiani, ambaye huyu alikuwa ameshashuhudia kila kitu kilichokuwa kinaendelea mle ndani. Yaani waacha tu kaka yangu, na sijui kabisa hata nitaenda kueleza nini nyumbani. Mimi nilikuwa naomba tu mnielekeze njia ya kwenda stendi ya kwenda Mafinga. Alizungumza vile Ariana bila kujua kwamba kijana huyu Sebastiani alikuwa ni mwenyeji wa huko Mafinga pia, barabara ya Mufindi huko huko. Unakwenda Mafinga sasa hivi? Aliuliza vile Sebastiani kwa mshangao. Ndio kaka yangu, kwa sababu sina chochote ambacho nimebakisha kufanya huko. Nilikuwa nimekuja kuchukua pesa kusudi nimtibu babangu, lakini mtu mwenyewe kumbe alishaamua kuniacha muda mrefu mimi bila kujua. Alizungumza vile Ariana kwa sauti ambayo ilikuwa inatia huruma, maskini ya Mungu. Kwa nini usilale uondoke kesho mapema? Aliuliza vile yule kijana mwingine. Sasa niendelee kukaa hapa Dar es Salaam kwa uwezo gani? Hapa nina 5200 tu basi za nauli. Alizungumza vile Ariana, na alikuwa anataja nauli ambayo alikuwa amekuja nayo jana kutoka mjini Mafinga. Pengine alikuwa naamini kwamba hiyo 5000 basi ndio nauli halisi kabisa kutokea Dar es Salaam kwenda Mafinga pia. Mpaka hapo walikotoa kabisa kwamba msichana huyu alikuwa katika wakati mgumu kweli. Kwa sasa ingefaa kama wakamwelekeza sehemu sahihi ambayo hii angepata usafiri hata wa msaada tu. Wakisawa sasa, kwa kukusaidia nenda hapo stendi, panda magari ya Mbezi. Ukifika Mbezi panda gari la Kibaha ukashuke Mzani. Hapo ndio utapata magari ya mizigo yanayokwenda Njombe, Mbeya ama nje ya nchi kabisa. Alizungumza vile ule kijana, na hapo sasa Ariana aliwashukuru na kuondoka zake. Dakika 5 baadaye, wakati Sebastiani alikuwa anajiandaa kuondoka zake, Maraka aliona gari la baba yake lilikuwa linaingia pia. Alisitisha safari ya kushuka kutoka kwenye gari, akalifuata gari la baba yake ambalo hili lilikuwa limekuja na kusimama nyuma ya gari lake. Ndani ya gari la baba yake kulikuwa na watu 3. Kulikuwa na baba yake, mama yake pamoja na dereva wao, yani Doto. Kadri ambavyo alikuwa anazidi kuwasogelea ndivyo ambavyo alikuwa anaweza kuona sura zao zilivyokuwa katika hali ya tahadhari. Hata macho yao pia alikuwa anamtazama kwa tahadhari pia Sebastiani. Naye sasa alizunguka upande ambako alikuwa amekaa baba yake, na alipofika tu mlangoni, Doto alishusha kioo na upande wa mzee Kiguru, ambaye huyu alionyesha wasiwasi juu ya hali ambayo alikuwa nayo kijana wake,
mara baada ya kuwa ameshashuhudia tukio la kutisha, kwa sababu walikuwa wameshapigiwa simu muda mrefu na yule kijana kwamba Sebastian tayari alikuwa kwenye dirisha na shuhudia show ya bure kabisa. Baba na mama, sijui kabisa niweze kuwashukuru kwa vipi kwa surprise yenu, kwa sababu imenifumbua macho na kuniondoa katika tatizo kubwa ambalo nilikuwa naelekea kulipeleka nyumbani, alizungumza vile bwana Sebastian, na kisha kuwafanya babake na mamake hata Doto pia watabasamu. Ukweli kabisa, leo nimeshuhudia kwa macho yangu kwamba huyu mwanamke sio kabisa kama ambavyo sisi tunamchukulia. Ni mwanamke ambaye hafai kidogo, licha kwamba muda wote amekuwa ni mwenye heshima, mwenye adabu na mtii, lakini kumbe amevaa ngozi ya mbuzi tu wakati yeye ni chui, alizungumza vile tena Sebastian kwa sauti tulivu kabisa. Kwa kusikia vile sasa sura za wazazi wake zikachangamka zaidi. Umeona wanafanya kitu gani Seba? Aliuliza vile mzee Kiguru kwa sauti ambayo ilikuwa na shauku kubwa kweli kweli. Sebastian alishaka kidogo. Nikikusimulia baba, nitakudanganya tu, kwa sababu siwezi kabisa kusimulia hata kidogo kitu ambacho nimekiona. Kwa nini huwezi kusimulia Sebastian? Kwa sababu umeona wanafanya mapenzi ofisini ama? Aliuliza vile mzee Kiguru kwa namna ya utani hivi. Nadhani lengo lake lilikuwa ni kumshangamsha tu kijana wake Sebastian, ili kusudi kumtoa katika unyonge wa kufumania ambao walikuwa nao. Ni zaidi hata ambavyo nafikiria baba, alizungumza vile Sebastian, na kisha aliyosimulia pia kisa cha mwanamke Ariana kutokea Mafinga. Habari ya Ariana iliwasikitisha kweli kweli wazazi wa Sebastian. Kwa sasa huyo mwanamke yuko wapi? Inabidi tumsaidie, unajua maana kuwasaidia watu wenye uhitaji ni sawa na kutoa sadaka tu kwa Mungu, alizungumza vile mzee Kiguru, na huko alikuwa anatazama upande wa kiwandani. Ameshaondoka tayari, amesharudi Mafinga, alizungumza vile Sebastian, ambaye huyo sasa aliweza kukumbuka kwamba sio tu kukosa pesa ya kumtibia baba yake. Ukweli ni kwamba shilingi 5,000 isingemfikisha hata Morogoro. Sebastian akajihisi kwamba alikuwa ni mtu mwenye hatia kumwacha huyo mwanamke bila hata kumsaidia, wakati alikuwa anajua fika kabisa kwamba yupo kwenye mazingira magumu. Kwanza alikuwa na matatizo ya baba yake kwamba ni mgonjwa, na pili alikuwa na matatizo ya moyo wake kwamba anaumia kwa mwana mpenzi wake alikuwa anangonoka na mwanamke mwingine, na tatu alikuwa na pesa ndogo tu, shilingi 5,200, nauli ambayo haitoshi kabisa kumtoa Dar es Salaam mpaka Morogoro. Sasa baba, mimi naondoka zangu, nitakuwa kule nyumbani kwangu tu, nafikiri tutaonana jioni, alizungumza pale Sebastian, na kabla hajaondoka sasa mamake akamwahi pale pale. Sasa bwanangu, hujatuambia unaamua kitu gani mara baada ya kujionea mwenyewe mambo yalivyo, alizungumza pale mamake na Sebastian, na hapo sasa Seba akainamisha kichwa chake chini kama alikuwa anatafakari jambo hivi. Alifanya hivyo kwa dakika kama moja, na kisha akainua uso wake na kumtazama huyo mama yake ambaye alikuwa anamuona wazi kabisa kupitia uwazi katika siti za mbele. Kwa sababu nilianzisha, basi wacha namalize taratibu. Cha msingi msimulizi wala kumwonyesha dalili zozote kwamba tumeshagundua tabia zake harisi, alizungumza vile bwana Sebastian, na kisha alitoka na kuelekea kwenye gari lake ambalo hili aliliwasha na kuondoka zake kuelekea upande wa Segerea. Alikuwa na mwacha huyo kijana, alikuwa naungana tu na kina mzee Kiguru ambao hawa walikuwa namsindikiza tu Sebastian kwa macho mpaka gari lake lilipotokomea upande huo wa Segerea. Na hapo sasa mzee Kiguru akamgeukia yule bwana mdogo. Sasa sikiliza dogo, hebu tuende kwanza hotelini ukachukua lile gari dogo karibu na kibanda cha faya, na kisha kuanza sasa hivi fuatilia nyendo zote za Seba, hasa kwa kipindi hiki ambacho ametoka kumfumania huyo mwanamke wake. Lakini pia hakikisha hakuna mtu anayefahamu kama tumeshagundua uchafu wa yule binti, sawa, alizungumza vile mzee Kiguru. Na mara baada ya hapo sasa huyu bwana mdogo aliingia kwenye gari kwa ajili ya kuondoka pamoja kuelekea huko hotelini. Tukirudi sasa kijijini Marangali, hali kusema ukweli ilikuwa ni mbaya kweli kweli huko Marangali, kwa sababu alisha kwamba fundi alikuwa amefika kwa mzee Kizinge, lakini mpaka saa 8 za mchana bado trekta lake lilikuwa lijawaka, lisha kwamba alikuwa ameshabadilisha pampu ya mafuta na kusafisha tanki pia, lakini bado vyote havikusaidia kitu. Walikagua nozeli na kisha kukuta waya zote 8 za nozeli zilikuwa zimeungua. Sina pesa kabisa kwa ajili ya kununua nozeli nyingine ise. Akiba yote nimemaliza kwenye tanki pamoja na pampu,
alizungumza vile mzee Kizinge kwa sauti ambayo ilikuwa na kudhibitisha uchovu wa wazi kabisa. Haina shida bosi, ukiwa tayari basi utanistua tu kwa ajili ya kuendelea tu na matengenezo, alizungumza vile fundi ambaye huyo pia alitegemea kupewa pesa ya ufundi ambao alikuwa amefanya na kufidia gharama za mafuta ambayo alikuwa ameyatumia kutokea mjini mpaka hapa kijijini kutengeneza ile trekta. Umesema ukweli kabisa fundi hapo, alizungumza vile mzee Kizinge, na huko alikuwa anaingiza mkono mfukoni na kutoa wallet yake. Sasa nitawasiliana na kijana wangu mmoja yuko kijijini kule, ana pesa nyingi sana. Nitakupigia simu kesho mapema kabisa ili kusudi uje tumalizie hii shughuli, alizungumza vile mzee Kizinge, na huko alikuwa anafunga wallet yake ambayo hii inaonekana ikiwa na 50,000 tu. Anatoa shilingi 40,000 na kisha kumpatia fundi. Usijali kabisa mzee, ukiwa tayari nipigie tu simu wala ina tatizo, alizungumza vile fundi, na huko alikuwa anapokea pesa ile kutoka kwa mzee Kizinge ambaye yeye kwenye wallet yake alibakia na noti moja tu ya shilingi 10,000. Mzee Kizinge ambaye leo hakufanya kazi yoyote na trekta lake ya kuingiza pesa zaidi ya kutoa pesa nyingi sana kulinganisha na kiasi ambacho alikuwa nacho, na sasa alikuwa amebakiwa na shilingi 10,000 tu ya Kitanzania. Alimtazama tu huyo fundi mpaka alipotokomea upande wa mjini, na sasa alitoa simu yake na kuchagua namba ya Masudi na kisha alipiga namba ile. Simu iliita sana bila hata kupokelewa, lakini hakukata tamaa. Mzee huyu alipiga tena, lakini bado simu haikupokelewa kabisa. Alitulia kidogo na kisha kuipiga tena, lakini bado hali ilikuwa ni ile ile. Hapo sasa ndipo alipoanzisha mtindo kwamba alikuwa anakaa dakika 10 kisha anapiga tena, anakaa dakika 10 na kisha anapiga tena, lakini bado simu haikuwa inapokelewa. Dakika 10 anapiga tena, simu haipokelewi. Mpuzi sana wewe, sasa nitapiga mpaka upokee tu. Huko Mafinga pia hali kusema ukweli ilikuwa ni mbaya, ambako mpaka saa 9 za jioni siku hii ya Ijumaa bado akina mzee Mdemu pamoja na mke wa mzee Sinyangwe walikuwa bado hawajapata pesa kwa ajili ya mzee Sinyangwe mwenyewe ambaye tumbo lilikuwa limeanza kuvimba na huko maumivu yalikuwa yanaanza kurudi tena kwa kasi ya ajabu. Inabidi sasa sizidi masaa mawili kabla ya kufanya upasuaji. Zaidi ya hapo kuna hatari kubwa ya kumpoteza mgonjwa, alizungumza vile mganga mkuu na kuzidi kuwachanganya kweli kweli akina mzee Sanga. Dokta, kwani haiwezekani kumtibu halafu tulipe pesa baadaye? Maana pesa inatafutwa tu dokta, lakini uhai wa mtu huwezi kabisa kutafuta, aliuliza vile mzee Mwaisaka, na jibu la dokta liliwavunja moyo kabisa. Hiyo ingewezekana kabisa mzee wangu kama ambavyo nasema, lakini sasa shida ni kwamba dawa pamoja na vifaa vyote vya matibabu tunachukua kwenye duka la mzabuni ambako lazima tutoe pesa kesho ndipo tupewe hivyo vifaa, alizungumza vile dokta, na hapo sasa wazee hawa wakaishia kutazamana tu wakiwa hawana hili wala lile. Wapenzi hawa uchwara, yani Masudi na Salma, mida hii walikuwa wanatoka ofisini na huko walikuwa wamemalizia kile ambacho walikuwa wamekianza. Walikuwa wameshazungumza mengi wakimsimanga Ariana na kumuita majina yote mabaya. Hata muda huu pia wa saa 10 kasoro jioni waliamua kwenda nyumbani wakabadilisha nguo kusudi wavute pia muda kidogo na kisha waende klabu kujiachia kidogo. Si unajua tena mambo ya wikendi, na watu walikuwa wanapenda sana kula bata. Walitoka nje pale na kisha kuelekea kwenye gari la Salma, na huko alikuwa anashangiliwa kweli kweli na wafanyakazi wenzao. Wakaingia kwenye gari na kisha kutoka zao kuelekea mjini, na ndio wakati ambao Masudi alisikia mlio wa simu yake kutoka kwenye dashboard ya gari yake. Da, unajua sikuwa nimekumbuka kabisa kama nilikuwa nimeacha simu kwenye gari yani, alizungumza pale bwana Masudi, na kisha kuchukua simu ile na kisha kutazama ni nani ambaye alikuwa anapiga. Alikuwa ni baba yake mzee Kizinge kijijini Marangali, ndiye alikuwa anampigia simu ile. Huyo mzee sio hata anataka kitu gani huyo, alizungumza pale Masudi Kizinge, na huko alikuwa anatazama tu simu yake. Usikute ule chizi wako atakuwa ameshapiga simu kijijini na kuwasimulia chote kilichomtokea. Ndio maana baba yako anakupigia simu kusudi apate uhakika pia, alizungumza pale Salma, ambaye huyu alikuwa anaendesha gari yake hii Toyota IST, gari ambayo sote sisi tunajua kwamba alikuwa amenunuliwa na mpenzi wake mwenye mapenzi ya dhati kabisa, Sebastian Kiguri. Ataanzia wapi kumpigia simu baba huyu?
maana hawampendi kama kinyesi kabisa huyu, alizungumza vile Masudi, ambaye huyu alitazama ile simu mpaka ilipokata yenyewe. Hapo ndipo sasa alipopata kuona miskolu ambayo hii ilikuwa inaonyesha idadi ya kwamba kulikuwa na miskolu 99 na alama ya kujumlisha pembeni ikionyesha kwamba zilikuwa ni miskolu zaidi ya 99. Atakuwa na tatizo serious huyu nini? Alizungumza vile bwana Masudi, na huko alikuwa anapiga simu kwa baba yake, simu ambayo kama iliita basi hata aliyepokea hakuwa amesikia kabisa mlio, kwa sababu muda ule simu ile ilipokelewa. Ina maana kwamba kazi za ofisini zinakubana sana kiasi kwamba huwezi kupokea hata simu. Ilikuwa ni sauti ya mzee Kizinge iliyojawa na matumaini, na alikuwa ameshaanza kuzungumza bila hata ya salamu. Hapana baba, nilikuwa nimesahau tu simu kwenye gari, bahati mbaya. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimeenda ofisini mara moja, simu ilikuwa naita tu huko kwenye gari, alizungumza vile Masudi Kizinge kwa sauti iliyokuwa na tambo za kitajiri hivi. Ndio uzuri wa kuwa na gari hilo mwanangu, maana ungekuwa umesahau kwenye daladala usingeipata tena hiyo simu, alizungumza vile mzee Kizinge, na huko alikuwa anamalizia kwa kicheko cha nguvu. Hivi umesikia kilichotokea huku wewe? Mzee Sinyango anaumwa sana sasa, eti wakina Sango amekuja hapo wanaanza kuomba pesa ya nauli kwenda Mafinga. Unajua mimi niliwashangaa sana watu alizungumza vile mzee Kizinge kwa namna ya kustaajabu kwa kitendo hicho, japo alikuwa anajua fika kabisa kwamba ni uongo, kwa sababu wakina Sanga walimpitia sio kwa ajili ya kuomba nauli, ilikuwa ni kwa ajili ya kumuomba tu hata mzee Kizinge waongozane pamoja kwenda kumwona mgonjwa, na sio kuomba nauli kama ambavyo mzee huyu alikuwa anatunga uongo. Hapo sasa ndipo bwana Masudi alipoanza kupata picha kile ambacho Ariana alikuwa anajaribu kuzungumza. Anasumbuliwa na kitu gani mzee Sinyangwe baba? Aliuliza vile Masudi. Anaumwa na tumbo. Yeye alikuwa anazania ya kwamba kila maharagi yaliyoharibika kitamtokea kitu gani sasa. Lakini hatushangai, maana kwa maskini hakuna chakula ambacho kinaoza. Kila kitu anaweza kula tu, alizungumza vile mzee Kizinge, na wote walicheka kwa pamoja tu. Masudi alikuwa anatamani kumaliza babake juu ya ujio wa Ariana pale kiwandani, lakini alishindwa kufanya hivyo kwa sababu asingeweza kuzungumza kwa mapana juu ya jambo hilo. Tuache wenyewe bwana na mabala yao huko watajua wenyewe. Bwana mimi nilikuwa na shida kidogo hapa, chombo kimeroga hapa bwana, alizungumza vile mzee Kizinge, na kuanza kumaliza mwanae tatizo la trekta lake kwamba lilikuwa limeharibika, na mwisho alimaliza kukutaja gharama ambazo alikuwa anamuomba. Yaani nikipata 500,000 tu kwa ajili ya nozeri hapa na vifaa vingine vyote vidogo vidogo, itakuwa safi sana na utakuwa umenisaidia sana kusema kweli, alizungumza vile mzee Kizinge, ambaye huyu alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa anajivunia kuwa na kijana huyo, japo hicho kilikuwa na kiasi kikubwa kweli cha pesa kuwahi kumomba kijana wake huyo, ambaye alikuwa anaamini kabisa kwamba alikuwa na kazi nzuri na alikuwa na gari pia huku mjini. Lakini kwa upande wa Masudi mwenyewe ilikuwa ni mshtuko mkubwa kweli mara baada ya babake mzee Kizinge kumomba pesa 500,000. Maana yeye kama yeye hakuwa na uwezo wa kutoa hata 100,000 kwa ghafla kama hivi. Baba, sasa 500,000 mimi nitatoa wapi ghafla kama hivi jamani? Aliuliza vile bwana Masudi kwa mshangao na mshtuko mkubwa kweli, na Ukusaru ambaye huyu alikuwa anaendesha gari alikuwa anazidi kusikiliza tu maongezi hayo taratibu. Bwana usiseme hivyo, tutamtumia jioni sawa, alizungumza vile Saru kwa sauti ndogo. Hapo sasa bwana Masudi akaunga juu kwa juu kwenye simu ile. Basi poa mzee wangu, siwa na wasiwasi kabisa, nitakutumia baadaye sawa. Sasa hivi niko biza kidogo alizungumza vile Masudi kwa sauti ya kujinasibu. Kama usingejua undani wake ongezani ya kwamba alikuwa ni bosi fulani mwenye kazi kubwa sana hapa mjini. Basi walizungumza mengine mawili matatu na kisha waliagana na kukata simu, na kisha wao akina Masudi pamoja na Sara waliendelea tu na safari. Tukifika nyumbani sasa tunapumzika kidogo, alafu mida saa moja tuanze kujiandaa ili kusudi ikifika saa 2 tuenzetu Magomeni kwenye taarabu kule, au unasemaje? Alizungumza vile Sara ambaye huyu hakuwa na habari kabisa kwamba tayari Sebastiani alikuwa amesharudi kutoka Japani na alikuwa ameshuhudia kila kitu pale ofisini. Mara baada ya kufika Mbezi mwisho na kusimama kwa muda mrefu akitafuta magari na huku akiwa anawaza kile ambacho kilikuwa kimemtokea,
Hakuamini kabisa kama kweli eti Masudi ambaye alikuwa amemsaidia kwa hali na mali kumaliza masomo yake, licha ya umasikini wake wa yeye pamoja na familia yake, lakini bado alikuwa anapambania elimu yake bwana Masudi mpaka amepata kazi na kuwa bosi. Lakini leo eti anamwambia kwamba walikuwa wameshaachana muda mrefu. Lakini kama hiyo haitoshi, amemkuta anafanya mapenzi na mwanamke mwingine ofisini. Na vipi kuhusu hali ya baba yake mzee Sinyangwe kule hospitali Mafinga, akiwa ni mmoja kati ya watu waliompambania kabisa bwana Masudi kupata elimu, ambaye sasa amemkata kabisa? Babake huyu atapataje matibabu? Na vipi kuhusu elimu na huduma ambazo alikuwa amewazurumu wadogo zake miaka mingi, na yeye kuegemea tu kumsaidia Masudi akijua kwamba atawasaidia? Na vipi kuhusu maisha ambayo alijidhulumu yeye mwenyewe, ambapo alikuwa ameacha kila kitu kwa ajili ya kumsaidia Masudi? Hakuwa anavaa nguo nzuri wala kujipaka mafuta mazuri kutunza ngozi yake ambayo kila mwanamke alikuwa anatamani kuwa nayo. Akakubali kupoteza uzuri wake wote ambao ulifanya kila mwanaume pale kijijini atamani kuwa naye. Hayo yote alikuwa anafanya kwa ajili ya kumsaidia mwanaume ambaye huyu alikuwa anaamini kabisa kwamba mwisho wa siku watakuwa pamoja kwenye mafanikio. Badala yake Masudi anajiona kwamba ni tofauti na kwamba hawezi kabisa kuwa na yeye. Na mbaya zaidi, yeye pamoja na mwanamke wake leo anamuita kichaa kweli. Ameshindwa hata kumpatia pesa za matibabu ya babake mzee Sinyangwe. Baba ambaye sio tu kumruhusu binti yake amsaidie kijana huyu pesa za kwenda chuo, lakini pia alishiriki kwa namna moja ama nyingine kutoa mashamba yake binafsi akodishe kwa watu ili pesa zile zote apate Masudi aende chuo. Na pia wakati mwingine alikuwa anafanya kazi kabisa kusudi kupata pesa ambayo ilienda moja kwa moja kwa Masudi, kama vile pesa matumizi chuo wakati wa masomo yake, wakiamini kabisa kwamba ni mume mtarajiwa wa binti yao, ambaye pia walikuwa naamini kabisa kwamba angewasaidia watoto wao watatu na pengine kufanya maisha ya familia hiyo yawe na nafuu kidogo. Hapo ndipo sasa Ariana alipojiona kwamba yeye ni mkosaji nambari moja kabisa, kwa kusababisha imani yake ichangie familia yao kuishi maisha magumu, kuvaa kwa shida, kula kwa shida, na hata wadogo zake kuishi kwa shida, wakiota ndoto ya maisha mazuri kupitia yeye pamoja na dada yao. Ariana alikumbuka kabisa kwamba pesa walizotumia kumsomesha Masudi kama zingetumika katika maisha yao binafsi, basi wangekuwa na maisha mazuri sana. Hata wadogo zake wangesoma kwa raha mstarehe, na hata baba yake mzee Sinyangwe angekuwa ameshatibiwa muda mrefu kutoka zamani tu, isingefika hata kiasi cha kuletwa Mafinga na kuhitaji kufanyiwa operation. Mara baada ya kuanza mengi kwa muda mrefu na huku machozi yakimtoka, binti huyo Ariana alikumbuka kwamba kumbe alikuwa na safari ndefu ya kurudi Mafinga. Hapo sasa Ariana alitazama kushoto na kulia. Licha kwamba alikuwa anaona magari mengine ya abiria na watu wengi sana walikuwa napanda, lakini alikuwa anajiona kama vile yuko peke yake kabisa kutokana na kile ambacho kilikuwa kimemtokea. Njaa ilikuwa inamuuma sana kusema kweli, lakini alikuwa hawezi kabisa hata kununua chakula. Alikuwa anahofia kwamba 4,700 ambayo ilikuwa imebakia mara baada ya kupanda daladala ingepungua zaidi, na yeye kukosa kabisa nauli ya kurudi Mafinga, ambako alijua kabisa fika anaenda kumshuhudia baba yake akiwa anaendelea kuteseka kwa maumivu makali ya tumbo bila kupata msaada wote, kwa sababu hakuwa na pesa yoyote ya kulipia matibabu, na yeye ndiye alikuwa ni kama tegemezi kwenye familia. Ariana aliulizia gari ambalo lilikuwa linakwenda mzani wa Kibaha, kule ambako alikuwa ameelekezwa na wale vijana wawili. Alipanda gari la Mlandizi na kondakta alikuwa anaahidi kumshusha mara watakapofika hapo mzani, kwa sababu alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba mwanamke huyo mwenye muonekano wa hali ya chini ya maisha alikuwa ni mgeni kabisa hapa mjini. Muda mfupi mbele safari ilianza. Ariana alikuwa amekaa siti ya karibu kabisa na mlango mara baada ya gari kuondoka pale stendi. Ariana akatoa simu yake na kisha kumpigia mzee Mdemu, lakini simu haikuita. Badala yake akasikia sauti ya mwanamke. Samahani, hauna salio la kutosha kupiga simu hii, tafadhali ongeza salio unaojaribu tena. Hapo sasa Ariana ndipo alipokumbuka kwamba alikuwa ameishiwa muda wa maongezi, kwa maana kwamba dakika ambazo alikuwa amezipata mara baada ya kujiunga kifurushi zilikuwa zimekwisha, lakini alikumbuka kwamba lazima atakuwa na SMS tu,
Kwa hivyo alianza kuandika meseji kwenda kwa mzee Mdemu, ikiwa ni taarifa kwenda kwa mama yake. Lakini huwezi kabisa kuamini msikilizaji, licha kuandika na kurudia mara kadhaa, lakini hakuweza kabisa kupata neno la kumweleza mama yake akaelewa kile ambacho kilikuwa kimemtokea huko Dar es Salaam. Na mwisho wa siku aliahirisha kabisa kuandika hata hiyo meseji na kutulia kidogo akiwa na tafakari. Ukweli alikuwa anatamani kama Masudi angekuwa mbele yake amweleze kitu muda huu, lakini tayari alikuwa ameshakuwa mbali na yeye. Hata hivyo, Aliana akapata wazo la kumtumia ujumbe. Aliana alitafuta namba ya Masudi na kisha kuandika ujumbe. Masudi, najua kabisa kwamba wewe ni wangu mimi, na unajua kabisa kwamba sina mwanaume mwingine zaidi yako katika maisha yangu yote kutoka nimezaliwa. Na kuhusu kile ambacho kimetokea, pengine umeteleza tu kwa bahati mbaya, lakini mimi nimeshakusamehe tayari. Na kuomba sana ukumbuke mipango yetu ya zamani. Aliandika meseji hiyo Ariana na kisha kuituma kwenda kwenye namba ya Masudi, na kabla hajafika hata maeneo ya Kibamba tayari SMS hiyo ilikuwa imeshajibiwa. Kwa sasa, kama una mwanaume mwingine unafikiri kwamba mimi naweza kuwa na mwanamke mchafu kama wewe? Na tena ondoa kabisa mawazo kama hayo, na usije ukajaribu kabisa kuja tena ofisini kwangu, sawa? Kule kijijini mbona kuna wanaume wengi tu wachafu kama wewe wanakufaa wale? Mfuate tu mmoja na uwe naye, mimi si wa kuwa na mwanamke kama wewe, umesikia? Ujumbe huo kusema ukweli ulikuwa unazidi kumtia uchungu Ariana wetu, ambaye huyo alifikia hatua ya kujilaumu kwa kutuma ujumbe kwa Masudi. Sasa Ariana akawa anashindwa kabisa kuzuia machozi yake na kilio cha kwikwi ambacho hiki kilikuwa kinaonekana wazi kabisa kwa abiria wenzake. Ukweli, Ariana sasa alikuwa anaamini kabisa kwamba Masudi anachokisema kilikuwa ni kitu cha ukweli kabisa, kwamba sasa asingemhitaji tena. Yaani kama amefikia hatua ya kubaliza kwamba anaweza kutafuta mpenzi mwanaume mwingine, kitu ambacho hata watu walioachana hawawezi kabisa kufanya kwa waliowaacha. Ariana kwa kulijua hilo sasa alichukua simu yake na kuanza kuandika ujumbe mwingine kwenda kwa Masudi. Kijana Sebastian kutokea wakati ule alivyotoka kushuhudia tukio la kuumiza moyo pale kiwandani kwake, kiwanda ambacho alimweka mwanamke ambaye alikuwa anaamini kabisa kwamba ndiye mke wake mtarajiwa. Leo ni wazi kabisa kwamba juhudi zake za uwekezaji katika biashara ya samani za majumbani eti ilikuwa inatumika kufanyia ngono. Alikwenda moja kwa moja kwenye ofisi za benki ya biashara ambako alipata huduma hiyo ambayo alikuwa anahitaji, na baadaye alikwenda kwenye benki ya Dar es Salaam ambako huko alipata huduma pia ambayo alikuwa anahitaji, na mara baada ya kujiridhisha alitoka na kuelekea nyumbani kwake Mikocheni, ambako licha kwamba alikuwa na kila kitu, lakini bado alikuwa hajahamia katika nyumba hiyo. Alipofika pale aliwakuta wafanyakazi ambao hawa walikuwa wanaandaa vyakula ambavyo vilikuwa vimepangwa kutumika kwenye hafla ambayo hii ilikuwa imepangwa kufanyika jioni ya siku ile kwa ajili ya kuzindua ile nyumba na kutangaza rasmi kabisa kuanza kwa maandalizi ya kufunga ndoa na Salma. Sebastian aliwaeleza wafanyakazi wale kwamba hakutakuwa na tafrija yoyote kama ambavyo ilikuwa imepangwa, na kwamba viandaliwe vyakula tu vya wastani kwa ajili yao wenyewe, na pia angekuepo pale nyumbani kwa siku 3 na pengine zaidi. Aliagiza vinywaji zaidi zikiwemo waini, kwa sababu alisema kwamba alikuwa anahitaji kutumia muda mwingi kutulia tu akiwa na kunywa waini. Lakini wakati anatoa maagizo hayo, mara ghafla ni kama alikumbuka jambo hivi, na kisha alitoka nje na kuingia kwenye gari akaliwasha na kuondoka zake. Mida hii sasa Bwana Masudi alikuwa getoni kwake tu anatazama TV, na huku alikuwa anakunywa bia. Simu yake ilikuwa mkononi, alikuwa na chati na mpenzi wake Bwana Salma, ambaye huyu mida ile kama kawaida tu alikuwa nyumbani kwao, na ndio muda ambao alikuwa amepokea meseji kutokea kwa Ariana na kuijibu kwa mtindo wa mwana ukome, kwa sababu alikuwa anaamini kabisa kwamba Ariana asingemsogelea tena na angeendelea na maisha yake mara baada ya kukubali matokeo kwamba yeye Masudi sasa hivi sio hadhi yake tena, na kwamba hawezi kabisa kuwa na mwanamke wa hovyo kama yeye Ariana. Ni kweli kabisa. Dakika chache baadaye uliingia ujumbe kutokea kwa Ariana, ujumbe ambao ulikuwa unaonyesha wazi kabisa kukata tamaa kwa Ariana, na kwamba alikuwa amekubali kabisa kwamba sasa Masudi sio matawi yake. Ni kweli kabisa Masudi, wewe ni mwanaume mzuri na ni mwanaume mwenye kila kitu, lakini kumbuka kwamba pesa na uzuri wangu nimeutoa sadaka katika elimu yako wewe. Mimi nakutakia maisha mema,
lakini pia nakuombea kwa Mungu nisikumbuke kila ambacho nimekufanyia mimi pamoja na familia yangu yote. Walikuwa na ujumbe mrefu sana ambao Ariana alimwandikia Bwana Masudi. Sijui kama unachekesha kwako ndugu msikilizaji kama ulivyomchekesha Bwana Masudi ambaye alicheka kwa furaha kubwa kweli kweli mara baada ya kusoma. Mjinga kabisa wewe. Nani anayejali maneno yako, pumbavu? Alizungumza pale Bwana Masudi, na huko alikuwa anarusha simu pembeni yake pale juu ya kochi la kisasa kabisa. Mpaka mida hii ya saa 10 jioni pale kijijini Malangali, tayari habari za mzee Kizinge kuahidiwa shilingi 500,000 na kijana wake Masudi zilikuwa zimeshasambaa karibia kijiji kizima, na huku zilikuwa zimeambatana pia na habari za kwamba kijana huyo Masudi muda fulani alikuwa amesahau simu kwenye gari lake. Unajua bwana, jembe langu siku hizi alipo busy sana na kazi. Hebu fikiria, leo asubuhi amepaki gari yake nje ya ofisi yake, akaingia ofisini akasahau simu ndani ya gari. Anakuja kuikumbuka saa 9 imeshafika. Sasa unadhani angekuwa kapuko asiyekuwa na gari kama watu wengine, si angesahau simu kwenye daladala? Alikuwa na jinasibu kwelikweli mzee Kizinge akiwa na wazee wenzake kwenye ulanzi. Habari ile ilileta wivu kwa vijana wengine wengi wenye kutamani maisha kama haya, lakini pia iliwaumiza watu wengi wenye kufahamu juu ya uhitaji wa pesa wa familia mzee Sinyangwe kwa ajili ya matibabu ya baba yao, kitu ambacho mzee huyu mwenye misifa amekataa kabisa kusaidia hata shilingi 1. Basi dogo aina ya Toyota Coaster lilisimama kwenye kituo cha daladala cha Mizani, kitu ambacho kilikuwa kimechangamshwa na polisi kadhaa wa usalama barabarani pamoja na wale wa ukaguzi wa magari ambayo haya yalikuwa yanasimama katika foleni moja ya kukaguliwa na kuingia katika mzani. Lakini pia kulikuwa na wafanyabiashara wadogo waliokuwa wanauza vinywaji pamoja na matunda, bila kusahau pia mikate, korosho pamoja na karanga. Lakini pia kulikuwa na abiria wengine wengi tu waliokuwa wanasubiria usafiri wa kuelekea Mlandizi, Charinze, Morogoro, Msata ama hata Mkata pia na maeneo mengine. Ariana alishuka kwenye gari hili la abiria na kisha kusimama pembeni ya barabara. Alikuwa anasubiria usafiri wa kuelekea Mafinga, na kishwani mwake alikuwa anaendelea tu kuanza na kukumbuka kilichomtokea huko mjini. Lakini pia alikuwa anafikiria juu ya matibabu ya baba yake mzee Sinyangwe ambaye huyu alikuwa hospitali mpaka muda huu huko Mafinga mjini. Ukweli muda huu ulikuwa umekwenda sana. Alikuwa anatakiwa kupanda gari haraka kusudi aweze kusafiri ikiwa bado mapema kidogo. Sasa basi kila gari la mizigo ambalo lilikuwa linasimama pale Mizani alikuwa anasogelea na kisha kuulizia lilikuwa linakwenda wapi, na bahati ilikuwa upande wake Ariana. Katika magari 10 ya mwanzo, 2 yalikuwa yanapita pale Mafinga pia. Lakini tatizo ilikuwa ni pesa ambayo alikuwa nayo. Ilikuwa namponza na kuwafanya madereva wamtazame tu mavazi yake na kumtilia mashaka juu ya akili yake. Kwa hivyo alikuwa anaachana naye kabisa na wao kuingia Mzani na kuendelea tu na safari yake. Ikawa hivyo pia kwa gari la 3 mpaka gari la 4. Mara gari la 5 likaja, ndipo sasa Ariana alipojiona kwamba mwenye mkosi kabisa, na sasa maisha yake yalikuwa nakwenda kuwa magumu zaidi. Alikuwa anawaza atarejea vipi Mafinga. Angalau kungekuwa na mashamba, angeona kwamba basi aende kulima vibarua kadhaa ambapo angejipatia nauli ya kurudi Mafinga. Achana na kuanza sehemu ya kulala, kwa sababu Dar es Salaam hakuwa na baridi, basi angelala popote pale. Sasa itakuwaje kuhusu chakula pia? Kwa sababu njaa ilikuwa imemkaba vya kutosha kabisa. Ni wazi Ariana alikuwa ameanza kuchanganyikiwa. Alikuwa anatamani kuangua kilio kwa sauti ya juu kabisa ili kusudi kupunguza machungu aliyokuwa nayo. Mara baada ya hapo ndio aanze kufikiria namna ya kurudi kule Mafinga. Lakini wakati akiwa amekata tamaa kabisa, mara kaliona gari ambalo hili lilikuwa linafanana kabisa na lile ambalo alikuwa ameliona kule karibu na kiwanda cha fanicha ambacho bosi wake na Masudi. Lilikuwa ni gari ambalo ni kama lile ambalo walikuwa vijana wawili lilikuwa linaingia pale Mizani, lakini kwenye kituo cha daladala. Na kisha alishuka yule kijana mmoja ambaye mara zote alimuona akiwa ndani ya gari, ambaye ndiye alikuwa anaonekana kwamba ni mwenye gari. Hata muonekano wake ulikuwa ni mzuri na alikuwa na dalili zote za kwamba alikuwa ni mwenye pesa na mwenye kujiheshimu, ambaye mwenzake alimweleza kwamba aje hapa Mizani apate usafiri wa kuelekea Mafinga alikomwacha baba yake. Ukweli Ariana alikuwa anatamani afuate kijana yule na kumaliza shida yake ya kusafiri kuelekea Mafinga, lakini moyo wake ulisita kabisa, kwa sababu alikuwa anafikiria kwamba kama Masudi, mtu ambaye alikuwa ndiye tumaini lake kubwa, amemkataa na kumuita kichaa mbele za watu,
Itakuwa vipi kwa kijana kama huyu ambaye hata hawafahamiani zaidi ya kuonana tu leo asubuhi? Kwa hivyo Ariana aliamua tu atulia pale ambapo alikuwepo, na huku alikuwa anamtazama tu huyu kijana ambaye alikuwa anaonekana kwamba alikuwa amependeza kweli kweli na kuvutia tofauti na zamani. Ariana alimuona kijana yule aliyokuwa amesimama tu pembeni ya gari lake, alikuwa anatazama kweli, walikuwa watu wengi, ni kama vile kuna mtu alikuwa anamtafuta, lakini ni wazi kabisa kwamba hakuwa anafanikiwa kumuona. Akatazama usawa wa magari makubwa ambako Ariana alikuwepo, na alikuwa anamtazama pia, na bahati macho yao yalikutana, na yule kijana alitabasamu, ni kama vile alikuwa amekiona kile ambacho alikuwa anatafuta. Hata Ariana alishawishika kutazama kile ambacho kijana huyu mtanashati alikuwa anakitafuta. Ariana alitazama kushoto na kulia, lakini hakuona kitu chochote ama mtu yoyote ambaye huyu alikuwa anatazamana na huyu kijana mtanashati. Akamtazama tena huyu kijana ambaye sasa alikuwa amemnyoshia mkono akiwa anafanya ishara ya kumuita mtu fulani, ambapo pia Ariana aligeuka nyuma na kumtazama huyo mtu ambaye alikuwa anamuita, lakini hakuweza kabisa kumuona mtu yoyote mwenye dalili ya kuwa alikuwa anatazamana na kijana huyo. "We dada, unaitwa na yule jamaa pale, kwani uone jamani?" Alizungumza pale mtu mmoja aliyekuwa amesimama tu jirani yake. Hapo sasa Ariana akamtazama tena huyu kijana ambaye mimi na wewe tunamtambua kwa jina la Sebastiani, ambaye huyu alikuwa bado anaonyesha ishara ya kuita, na huko macho yake alikuwa ameelekeza kwake yeye Ariana, ambaye huyu alikuwa amesimama mita kama 20 kutoka pale ambapo alikuwepo Sebastiani. Na kumbe Seba wakati yupo kule nyumbani na akaonekana kukumbuka kitu na kuwasha gari kuondoka, alikuwa anaondoka na kuja huku mizani kwa ajili ya kumfuatilia Ariana. Ariana akajigusa kifuani kama alikuwa anauliza kwamba mimi, na yule jamaa yani Sebastian akaonyesha ishara kwamba ndio, kwa maana kwamba ndio alikuwa anamuita yeye. Hapo sasa bila kujua alikuwa anaitiwa kitu gani, na yule kijana alitoka mbio na kisha kumfuata kijana ambaye ukiachilia mbali Masudi, huku kichwani mwake alikuwa anawaza kwamba haijalishi lolote ambalo yule kijana angemweleza, lakini yeye alipanga kumwomba msaada wa nauli tu kusudi aweze kufika Mafinga basi. "Na kumbe una kumbukumbu, nilikuwa nadhani kwamba hautonifahamu?" aliuliza pale Ariana mara baada ya kumfikia Sebastiani, na huku uso wake ulikuwa umejawa na tabasamu la matumaini. "Nitaweza vipi kukusahau wakati tumekutana leo hii asubuhi?" alizungumza pale Sebastiani, ambaye sasa uso wake ulikuwa katika hali ya uchangamfu wa kulazimisha hivi. "Kwa hivyo kaka, wewe ndio unaishi huku au?" aliuliza pale Ariana, ambaye huyu alikuwa anasubiria kusikia kile ambacho alikuwa ameitiwa na kijana huyu kilikuwa ni kitu gani, ambaye alikuwa ananukia manukato mazuri kweli kweli. "Hapana, mimi sikai huko, nimekuja tu kukufuata wewe basi," alizungumza pale Sebastian, na huko alikuwa anaingia kwenye gari yake. Kusikia vile sasa Ariana akaacha tabasamu la nguvu. "Masudi amekutuma unifuate?" aliuliza vile Ariana kwa sauti ambayo ilikuwa imejawa na mshangao uliokuwa na furaha hivi. "Usinitajie kabisa jina la huyo mpuuzi, sawa? Nimeona kila kitu ambacho amekufanyia. Mimi nimekuja na kufuata kusudi ukapumzika, usafiri kesho. Jioni hii utasafiri kwa shida sana na pengine kuingia kwenye matatizo kabisa. Si unajua wewe ni mtoto wa kike," alizungumza vile Sebastian, ambaye huyu tayari alikuwa ndani ya gari. "Lakini sasa baba yangu yuko hospitali na wananisubiria tu mimi tu nipeleke pesa ya matibabu, na ndio maana imekuwa ni muhimu sana mimi kusafiri jioni hii ya leo," alizungumza vile Ariana kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha msisitizo wa kile ambacho alikuwa anazungumza. "Kwa hivyo sasa umeshapata hiyo pesa ya matibabu ama?" aliuliza vile Sebastian, wakati huo gari lilikuwa linaendelea tu kunguruma. Swali hili la bwana Seba likamfanya Ariana ainamishe kichwa chake chini tu, kilichokuwa kimejaa na huzuni, kwa sababu sio tu hakuwa na 800 za matibabu, lakini pia hata ile pesa ya nauli hakuwa nayo kabisa. Ni kama Sebastian alikuwa ameshaelewa jambo. "Okay, sawa basi, usijali kabisa dadangu, sawa? Mimi na familia yangu tumeamua kukusaidia kadri ambavyo tutakavyokuwa tunaweza. Sasa ingia kwenye gari, tutazungumza zaidi, sawa?" alizungumza vile Sebastian, na huko alikuwa anamwonyesha Ariana mlango wa mbele wa abiria. Ariana alikubaliana tu na Sebastian, ambaye huyu sio tu kumwonyesha mlango, lakini pia alimsaidia mwanamke huyu kumfungulia na mlango kabisa wa gari, kwa sababu Ariana hakuwa anajua kabisa kufungua mlango wa gari. Na mara baada ya hapo sasa Sebastian aligeuza gari na kurudi tena mjini Dar es Salaam. "Unasema kwamba babako anaumwa, je, unaweza kunielekeza japo kwa ufupi tu kuhusu baba?" aliuliza pale Sebastiani.
Na hapo sasa Ariana alianza kumwelekeza, na huku alikuwa anazingatia kutoingiza historia yake yeye pamoja na Masudi, kwa sababu alimsikia Sebastian akisema kwamba hataki kabisa kumsikia Masudi. Ariana alieleza jinsi walivyohangaika na baba yake usiku mpaka kumfikisha Mafinga hospitali, na siku ya pili kupata vipimo, halafu kutajua pia gharama za operation. Sawa basi, usiwe na wasiwasi kabisa, pesa itawafikia muda sio mrefu, sawa, na baba atatibiwa na atakuwa mzima kabisa, mengine tutazungumza tukifika nyumbani. Alizungumza pale Sebastian, na huku alikuwa anachukua simu yake kutokea kwenye kibano cha kuwekea simu juu ya dashboard la gari, na kisha alibofya namba fulani, na kisha aliweka sikioni, na huku safari ilikuwa inaendelea. Mida ya 2:30 za usiku, Salma ambaye huyu alikuwa ametimiza wiki nzima bila kuwasiliana na mchumba wake Sebastiani, sasa alikuwa ndani ya gari lake Toyota IST. Mpenzi wake Masudi alikuwa pembeni tu, wamependeza kwelikweli usiku huu wa 2. Walikuwa wamevaa mavazi ya mtoko wa usiku huu. Nyumbani alikuwa amemwacha tu shangazi yake, alikuwa anajipoza kwa chupa kubwa ya pombe kali aina ya Mbogo Indigene. Wapenzi hawa wawili waliopendeza kwelikweli usiku wa leo walisimamisha gari kwenye kituo cha mafuta pale maeneo ya Urafiki, karibu kabisa na njia panda ya Shekilango. Walijaza mafuta tenki nzima, ambapo sasa ilimlazimu Salma atoe kiasi cha shilingi za Tanzania 65,000 na kubakiwa na shilingi 22,000 tu kwenye pochi yake. Lakini haikuwa ni tatizo, kwa sababu Salma alikuwa na kadi ya benki ya kampuni ambayo hii alikuwa anaisimamia, ambayo sasa ilikuwa na pesa nyingi kwelikweli kwenye akaunti ambayo ilitumika kumpangia Masudi nusu nyumba na kumnunulia vifaa vya ndani pia, na kwa vingine alikuwa anaenda kuchukua kiwandani kama vile kitanda na samani nyingine za ndani. Mara baada ya kumaliza kufanya malipo, sasa waliondoka zao kuelekea upande wa Magomeni. Unajua mzee atakuwa anasubiri kwa hamu sana zile pesa ambazo tumemwahidi, alizungumza vile Masudi. Ni kama alikuwa anakumbushia kiujanja hivi ahadi ya Salma ya kumtumia babake na Masudi pesa kiasi cha shilingi 500,000. Wala usiana wasiwasi kabisa mpenzi, tena tutamtumia 600,000 kabisa. Hiyo nyingine itamsaidia kwa mambo mengine hapa na pale. Alafu mwezi wa 6 huu tunatakiwa kulipia kodi ya nyumba yako, si unajua Alizungumza vile Salma ambaye huyo usiku huu alikuwa amevalia kigauni kifupi cha rangi ya blue ambacho hiki kilikuwa kimeishia usawa wa katikati kabisa ya mapaja. Mimi nakuaminia kabisa mama, haujawahi kabisa kuniangusha mimi, alizungumza vile Masudi kwa namna ya kumsifia hivi Salma. Walipofika Magomeni Kagera, Salma aliegesha gari kwa jengo kubwa la Kamanga Plaza, ambako huko kulikuwa na ATM mashine za benki kadhaa. Yeye alitoka na kisha kushuka kwenye gari na kuelekea kwenye ATM ya benki ya biashara. Akatoa kadi na kisha akachomeka kwenye mashine ya ATM, na tofauti na ilivyo kawaida, kadi ilikwenda moja kwa moja ndani na kupotea kabisa kule kule. Salma alishangaa kweli kuona hivyo. Ilibidi sasa ajaribu kubofya kitufe cha kukata, lakini hakukuwa na dalili za kadi kutoka. Akasubiri kwa dakika chache, lakini bado hakukuwa na dalili za kadi kurudi. Ni kitu gani kitaendelea? Salma yuko benki anajaribu kutoa pesa kwa ajili ya kumtumia mzee Kizinge babake na Masudi 600,000 na nyingine kwa ajili ya kuiandaa kwa ajili ya kodi ya bwana Masudi pale ambapo anaishi mwezi huu. Karibu sana katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 8 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Ukimaliza Funika, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo na mimi naitwa Felix.